Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku yetu ya pili ya Jumanne. Mungu ni mwema, ametupa nafasi tena ya kukutana katika ibada hii ya asubuhi. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amina, amina, amina. Na Mungu akubariki, unaendelea kutufuatilia. Haya yote nitangulia kusema mapema mambo haya kwamba ziko namba zinapita hapo chini, unaweza kuendelea kutuma maombi yako. Una shida, ushauri, vitu kadha wa kadha, na mtumishi wa Mungu tutaendelea kukusaidia. Lakini pia unaweza ukatoa sadaka yako pale, na usitoe kama mchango, kutoa sadaka ulizia kwamba unataka kitu gani, unataka kitu gani kwenye ile sadaka yako. Tuko na somo ambalo tunatembea nalo kwenye wiki hii kwamba jua chanzo cha tatizo lako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jua chanzo cha tatizo lako. Tuliona toka jana siku yetu ya kwanza kwamba tunaanza kumuona Yusufu, na nilisema tuna mambo mawili kwenye hii wiki. Tunajua chanzo cha tatizo, na nikasema jambo la kwanza maono ulionayo, na nikasema jambo la pili asili ya kuzaliwa kwako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa tutapita katika hayo maeneo, na leo tunaendelea na kwa habari ya ndoto zako au maono yako. Tulimuona Yusufu jana anapita katika changamoto, anapita katika mateso, anapita katika ukatili, ndugu zake wanamuuza, wanatoa katikati ya familia, anaenda nchi ya ugeni Misri. Ni kwa sababu ya maono alionayo. Tuliona kwenye ile Mwanzo 37 mstari wa 5, lakini tukaona pia kwenye ile Mwanzo 37 na mstari wa 19 kwamba ndugu zake wakakaa kikao cha siri kwa namna ya kumuua Yusufu au kumwangamiza. Na tuliishia jana kwenye eneo lile kwamba akasema kwamba katikati ya watu wabaya Mungu ainue watu wa kukushika mkono. Katikati ya watu wabaya Mungu ainue watu, ainue mtu wa maana, ainue mtu atakayesema hastahili kufa katikati ya watu wabaya. Na tukaona jana tuliishia kwenye jambo la tatu kwenye ile Mwanzo 37 mstari wa 19, tukamuona pale Reuben anasema msimuue, bali mchukueni mfiche katika shimo hili. Lakini lengo la Reuben ni kumtoa katikati ya ndugu zake na kumrudisha kwa baba yake. Jina la Yesu libarikiwe sana. Alafu tunaona sasa pale, tutaruka kidogo kwenye jambo la 4. Kwa nini mke wa Potifa baada ya Yusufu kuwepo katika shimo, kesho wakamuuza, walipita tufanye kwa Ishmaeli, wakapita pale wakamuuza Yusufu, akaenda kanunuliwa kule na Potifa. Na tunafahamu Potifa hakuwa ni Farao, Potifa alikuwa ni mfanyakazi wa Farao. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa mke wa Potifa Yusufu anafika ugenini. Kumbuka huko wameuzwa na ndugu zake, wamemkataa. Anafika ugenini. Kinaweza kufika ugenini kule kwanza amenunuliwa na wale wanaonunua watumwa, alafu anafika kule Misri ananunuliwa na Potifa. Anaponunuliwa na Potifa anakuwa houseboy, mfanyakazi wa kazi za ndani. Anaingia kufanya kazi za ndani, huko ndani inainuka changamoto nyingine. Nilisema jana nitatembea na maswali kwenye wiki hii. Kwa nini mke wa Potifa anamtamani Yusufu? Nilisema kila kinachotokea kwenye maisha yako kina sababu. Kila kinachotokea kwenye maisha yako kina sababu. Kwa nini mke wa Potifa anamtamani Yusufu? Ni kwa sababu levo alizonazo Yusufu sio levo zake. Kumbuka maono alionayo Yusufu sio kwa houseboy, mfanyakazi wa ndani. Maono alionayo Yusufu ni kwa kiongozi mkubwa, waziri mkuu. Hasa ameenda Misri. Huku Misri amepokelewa, amekuwa mfanyakazi wa ndani. Anafanya kazi ndani. Kwa hiyo nimesema chochote kinachotokea kwenye maisha yako kina sababu. Jua sana. Kukataliwa na bosi wako kazini kuna sababu. Ndoa yako kuleta shida kuna sababu. Kukosa mtoto kwa wakati kuna sababu. Tunaona watu wengi ambao walikuwa wanapita katika changamoto za kutokuwa na watoto, kiwemo mmoja hapo nani Ana anapita kwenye changamoto, lakini ndiye anayekuja kumzaa Samueli. Kwa chochote kinachotokea kwa maisha kina sababu. Kwa mali pengine naambia kwa watu kwamba usipende kujilaumu. Kwa nini unapita hapa? Mtu mwingine amejuta kwa napita hapa analia. Mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo Yusufu anaingia nchi ya ugeni utumwani. Kule utumwani anakutana na mke wa Potifa, mke wa bosi wake. Anamtamani. Anamwambia lala na mimi. Nimesema kwa nini mke wa Potifa anamtamani Yusufu?
Ni kwa sababu level alizonazo Yusufu sio level zake. Kwa hiyo ilibidi mwanamke amtamani ili kutengeneza chuki, vurugu ndani, ili Yusufu atoke mikononi mwa Potifa. Maana kikapo ataendelea kwa nini? Mfanyakazi wa ndani. Na hawezi kutoka kujipeleka mwenyewe ikulu, lazima iwepo sababu ya kumpeleka ikulu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tatizo lililonalo kuna namna mbili. Unaweza ukalitumia kama fursa ya kukupeleka nafasi nyingine. Lakini mtu mwingine unaweza kutumia kama kaburi la kukufukia, ukafukiwa ukapotea. Sisi tunamjua Mungu, matatizo yanapokuja kwenye maisha yetu tunayatumia kama fursa. Yaani tatizo naliona hili hapa, ninaona ni fursa hii. Baada ya kupita kwenye hili tatizo, mbele naenda kuvikwa taji. Wanaovikwa taji ni wale ambao wamefanya vizuri kwenye yale mashindano. Kama ni kupambana ulingoni, amepambana vizuri, ameshinda, anapewa nini? Tuzo. Huwezi kupewa tuzo hujapambana. Kuna wale wanakimbia wanapewa midari wanakimbia, anayeshinda anapewa. Amina. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo Yusufu level alizonazo sio yeye anatakiwa kuwa mfanyakazi wa kazi ndani. Nikisema marifani kwamba ingekuwa ni vijana wa leo, ndugu zako wamemkataa, halafu anafika kwenye nchi ya ugeni. Kwenye nchi ya ugeni kwa anapata favor. Mtu mmoja anasema sasa utafanya kazi za ndani tu, utakuwa mtume, lakini utafanya kazi za ndani hapa, utakula vizuri, manake namna hiyo maisha yako yatakuwa namna hiyo. Halafu pia mke wa bosi anamtamani huyo. Angesema haya ndio maisha sasa. Angepoteza maono yake. Lakini Yusufu anafahamu maono alionayo. Mke wa Potifa anamwambia laana mingi. Yusufu anakataa. Nimesema kwa nini mke wa Potifa anamtamani Yusufu? Ni kwa sababu level alizonazo Yusufu sio level zake. Yusufu hataki kuwa mfanyakazi wa kazi ndani. Yusufu ni waziri mkuu. Bwana asifiwe. Hapo kuna jambo la kwanza. Yusufu hakuletwa Misri. Andika kitu hicho. Yusufu hakuletwa Misri aje kuwa houseboy au mfanyakazi wa ndani. Yusufu amekuja Misri kuja kuwa waziri mkuu. Yusufu anaenda Misri kwenda kuwa waziri mkuu, sio ameenda kuwa mfanyakazi wa kazi za ndani. Kwa ndugu anaona amemuuza, lakini Waswahili wanasema ukimpiga chura teke unamuongezea hatua. Kwa anaona kama amemuuza utumwani, lakini kule utumwani Yusufu kumbe ndio anaenda kukamilisha hatima yake. Niko na mtu hapa nimwambia asubuhi ya leo kwamba kuna watu wanakutesa wanaona kama anakukomesha, lakini wanakuongezea hatua katika jina la Yesu. Kuna watu wanaona kama wanakutesa, wanakufukuza kazi, wanaona kama wanakutesa, wanaona kama wamekukomesha. Usiogope, ndio anakuongezea hatua nyingine. Ila je, wewe unajitambua, unaelewa? Nimekuja kukuelewesha asubuhi ya leo. Acha kujuta, acha kulia. Anza kuamini, simama, inuka tena, yanawezekana katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Yusufu hakuja Misri kuja kuwa mfanyakazi wa ndani, amekuja kuwa waziri mkuu. Amen. Na tunaona pale inatokea tufani, inatokea vurugu pale. Mke wa Potifa anapiga kelele, anasema amenibaka, anaongea kitu kama hicho kigumu. Amina. Bwana asifiwe sana. Watu wanakimbilia pale pale, wanakuta Yusufu yuko hana nguo. Mke wa Potifa ana kanzu la Yusufu. Yusufu anaondoka, anapelekwa gerezani. Jambo la tano. Kwa nini Yusufu anawekwa gerezani? Kila kinachotokea kwenye maisha yako kina sababu. Iwe ni kukosa fedha, kuna sababu. Iwe ni kupita katika magonjwa, kuna sababu. Iwe ni kupita katika misiba, kuna sababu. Iwe ni kukosa kazi, kuna sababu. Iwe ni kukosa watoto, kuna sababu. Kuna sababu ya wewe kupita katika hilo eneo. Sisi tulio wa kiroho tunajua kwamba tunapopita katika haya magumu, nimesema mwanzo pale kwamba kuna kitu kinaenda kutokea mbele yetu. Kwa hiyo tunavumilia katika yale magumu, na tuombe Mungu atutoe katika magumu. Tunaomba Mungu atupitishe katika magumu. Tunaona katika Zaburi anasema nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti, Mungu atakuwa pamoja nami, sio nitakapotoka. Tunaomba kupita katika hayo mateso sawa sawa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Niliwaambia watu fulani kama kuna mwanafunzi inakuja mitihani, alafu anasema mitihani inapokuja na alikuwa naomba afaulu apate division 1, alafu mitihani inakuja anachana mitihani, alafu anaingia kwa Mungu anasema naomba Mungu nifaulu, naomba Mungu nifaulu, na amechana mitihani. Nini namaanisha? Kwa majaribu yanapokuja ndio mtihani wenyewe. Fanya vizuri kwenye jaribu, usimtende Mungu dhambi. Jina la Yesu libarikiwe sana. Usimuue mwingine kwa sababu yeye amewaza kukuua. Usimpoteze mwingine kwa sababu yeye amewaza kukupoteza. Usimwangushe mwingine kwa sababu yeye amewaza kukuangusha. Amina, amina. Bwana asifiwe sana. Kwa nini Yusufu anaenda gerezani? Yusufu anaenda gerezani ni kwa sababu Mungu anamtenganisha Yusufu na Potifa. Yusufu anatolewa kwa Potifa, anapelekwa gerezani. Anapelekwa gerezani kwa sababu
Mungu anamtenganisha Yusufu na Potifa, kwa sababu akikaa hapo kwa Potifa atakuwa mfanyakazi wa ndani na maono Mungu aliyoweka kwa Yusufu atakuwa kuwa waziri mkuu. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kuna mahali Mungu amekutoa, wewe umeingia kwenye kunungunika, umeona kama watu wamekutoa, kumbe ni Mungu amekutoa. Ingekuwa ni sawa kijana mwingine angesema, huyu mwanamke amenifukuza kazi, ndugu zangu amenikataa. Tena mwanamke anafukuza kazi hapa, ananipa na kesi na peleka gerezani. Mwingine angejuta, angelia. Lakini kumbe kuna sababu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa Yusufu anapelekwa gerezani ni kwa sababu Mungu anamtenganisha Yusufu na Potifa ili amsogeze karibu na Farao. Ili amsogeze karibu na Farao. Kumbuka kiongozi wa nchi ya Misri ni Farao. Potifa ni mfanyakazi wa Farao. Kuna watu wapokelewa na mikono ya watu wengine, lakini kuna watu watakuwa kukupokea, ila kuna watu wabaya ambao kukupokea kabla ili kuzuia ile hatima. Na ndio maana Mungu amekuondoa katika hao watu. Usiogope kutoka kwenye hiyo kampuni, usiogope kutoka kwenye taasisi, usiogope kwa sababu umetoka katika eneo fulani umeenda katika eneo lingine. Kuna sababu ya kutoka pale kuelekea katika eneo lingine. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Levo alizonazo Yusufu ni waziri mkuu. Kwa hiyo anapelekwa gerezani. Gereza anapoenda Yusufu kule gerezani, anapelekwa kule kwa sababu Mungu anamtenganisha Yusufu na Potifa. Kwa si kwa ajili ya kwenda kufungwa, ni kwa ajili ya kumtenganisha Yusufu na Potifa. Jina la Yesu libarikiwe. Tunaona kwenye Mwanzo 39 mstari ule wa 21. Tunaona kwenye Mwanzo 39 na mstari ule wa 21. Mwanzo 39 mstari ule wa 21, nami nitasoma Biblia imeandikwa hivi. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Yusufu, Mungu anakuwa pamoja naye, anampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Kumbuka ameingia ni mfungwa mgeni, na anapoingia tu anapata kibali. Jina la Yesu libarikiwe. Na bado pale sio mahali pake pa kukaa. Jina la Yesu, nakwambia hapo tunapoendelea anapata kibali. Ingekuwa ni mtu mwingine angesema hata kama imeitwa gerezani, lakini huku gerezani huku nimepata kibali, nimekuwa mimi ni nani? Wanasema unaona wanaitwa nyapara kule magerezani, wanaongoza wafungwa wenzao wengine. Ndio alikuwa Yusufu, anaongoza wafungwa wengine pale. Lazima yeye kwanza, yeye ni boss pale. Akija mkuu wa gereza anaona kwanza Yusufu, wote wako sawa. Kwa hiyo ingekuwa ni mtu mwingine angelizika na yale maisha pale. Angelizika na yale maisha pale gerezani, akasema yatosha haya maisha ya hapa. Jina la Yesu libarikiwe. Amesogezwa pale, Mungu anataka mpeleke karibu na Farao. Kuna mahali Mungu amekutoa, amekupeleka, na pale alipokupeleka amekupa kibali. Ni hatua anaendelea kukusogeza. Acha kukulizika na hapo ulipo. Hata kama bado unaona kwamba na unaona maono yako sio level hizo ulizokuwa nazo hapo. Kuna eneo unaenda. Acha kulizika, endelea kupiga magoti. Endelea kumwambia Bwana kupeleke kwenye hatima yako katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunaona kwa jambo la tatu. Nimesema kwa jambo la tatu lile Yusufu anapelekwa gerezani ni kwa sababu Mungu anamtenganisha na Potifa. Tumeona kwenye ile Mwanzo 39 mstari wa 21. Mstari wa 21 tunaona pale kwamba anapata kibali. Na nimesema ingekuwa watu wengine ingelizika kukaa pale gerezani. Acha kulizika kukaa gerezani. Acha kulizika kukaa katika mateso. Ili madipo umepata favor, yani mateso yale yamekuwa mateso baridi, ni mateso lakini mateso baridi. Umelizika pale. Pale sio mahali pako. Ende kumwambia Mungu, ninyanyue hapa, nipeleke mahali pengine. Hizi sio level zangu. Bwana asifiwe sana. Mwanzo 9 ile 21. Lakini ndoto inatokea pale gerezani. Ndoto inatokea pale gerezani. Watu wanaota ndoto pale gerezani. Kwenye ile Mwanzo 40 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ndoto wanatokea watu fulani pale wanyweshaji wa farasi au wa mifugo ya Farao wanapata kesi kule mjini, wanaletwa gerezani. Halafu wanaota ndoto pale gerezani. Zile ndoto kwa nini zimetokea pale gerezani? Ndoto zimetokea pale gerezani ili kuendelea kumtambulisha Yusufu. Tanielewa kwenye ile Mwanzo 40 mstari wa kwanza. Ikawa baada ya mambo hayo wanyweshaji wanyweshaji wa mfalme wa Misri na mkaji wake wakamkosa wana wao mfalme wa Misri. Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, wakuu wa wanyweshaji na wakuu wa wakaji, akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akawaweka mkuu wa askari
akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu nao. Wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Mstari wa 5 nasema, wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake mwenyewe, mnyweshaji na mkazi. Na mfalme wa Misri na mnyweshaji na mkazi. Halafu nasema biani hapa, mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Mstari wa 6, Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika, akawauliza hao maakida wa Farao. Hasa unaona hapa, utasoma kwa muda, kusoma pale ndio utosha. Nataka tuombe na wewe hapa. Jina la Yesu barikiwe sana. Kwamba wale bwana wanaota ndoto. Kwa nini wale wanaota ndoto gerezani? Wanaota ndoto ile. Ndoto ile ina sababu. Yusufu anatakiwa kutoka gerezani. Jina la Yesu libarikiwe. Yusufu anatakiwa kwenda kwenye kiti chake, anaendaje? Lazima ndoto itokee, alafu watu washindwe majibu. Kuna mahali watu wamekosa majibu, wewe ulete majibu ili uende kwenye nafasi yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na ukawe wewe katika jina la Yesu Kristo. Yaani kuna mahali watu wamekosa majibu, wewe ukalete majibu ya maisha yao. Na baada ya kuleta majibu ya maisha yao, tayari Mungu anaenda kukusogeza kutoka hapo ulipo kukupeleka mahali pengine. Jina la Yesu libarikiwe. Watu wanaota ndoto, wanakosa majibu. Wanapokosa majibu, Yusufu anawakuta, anawaambia vipi? Wanasema tumefadhaika, hatumeota ndoto, hatuelewi maana yake. Alafu Yusufu anajua kutafsiri ndoto, akawatafsiria ndoto yao. Akamwambia ndoto yenu na maana hii, kesho nyewe mtaachiliwa huru. Mtakuwa salama kabisa kesho. Hamtahukumiwa kufa, mtafunguliwa kabisa, mtakuwa salama. Na wale waliowasingizia watafungwa wao. Alafu wale mabwana kesho inafika, wanatolewa, wanapelekwa kule. Jambo hili linaenda kutokea kama lilivyokuwa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ukawe wewe kwenye wiki hii katika jina la Yesu Kristo, ambaye utaleta majibu katikati ya watu, na lengo la kuleta ile majibu kule wanakoenda wakatangaze kwamba kuna mtu tumeenda kwake, tumepata majibu, tumeenda kwake, tumepata matokeo. Huyo mtu anaweza kukupa matokeo, na huyo anayeenda kuuliza hayo habari ya matokeo ya huyo mtu ni kiongozi mmoja mkubwa kwenye hiyo kampuni, kwa hiyo au kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo taasisi, atapata majibu kupitia wewe. Na akipata majibu kupitia wewe, nafasi yako ya kwenda kuwa kwenye nafasi yako, kwenye ile ndoto yako, hatima yako inaenda kukamilika katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hasa tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo ya pili, na natamani tukaombe kwa dakika hizi chache tena. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unazidi kuomba, unazidi kuomba ndani yako, moyo wako uzidi kunyanyuka, kusogea mbele. Unamwona Yusufu anapita kwa changamoto, lakini hajawahi give up, hajawahi kukata tamaa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Usikate tamaa. Inuka na maono yako. Usisahau kutuma sadaka yako. Kati naenda kukuombea, namba zinapita hapo chini. Tuma sadaka yako, tuma na maombi hapo. Lakini pia comment somo hili kama umeelewa vizuri. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nataka nikuombee katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu hai. Mungu li hai. Unamwona kabisa mama huyu, baba huyu, binti huyu, kijana huyu, mtoto huyu, namna alivyo na maono makubwa. Amejikuta yupo katika gereza la magonjwa, amejikuta yupo katika gereza la umaskini, amejikuta yupo katika gereza la tabu, shida, mahangaiko, amejikuta yupo katika gereza la kupoteza wazazi, amejikuta yupo katika gereza la kupoteza walezi. Hana watu wa kumlea, hana maono ya kuwa kiongozi wa nchi hii siku moja, lakini wazazi wake wamekufa. Ndugu waliokuwa wanamlea wamemtupa, amekuwa haeleweki, analala mitaloni, amekuwa haeleweki, hata anapokula pajulikani. Baba, namwombea hayo maono aliyobeba asiyatupe katika jina la Yesu Kristo. Amini ya kwamba iko saa na majira ambayo Mungu anaenda kumeinua katika jina la Yesu Kristo. Weka mkono wako ukifuata katika kuombea. Liko tumaini kwa mtu uliokatwa kwamba unaweza kuchipuka tena. Ayubu ile 14:7-8 mpaka 9 anasema liko tumaini, mtu ukikatwa unaweza kuchipuka tena. Usiogope, tumaini lipo. Unaweza kustawi tena, unaweza kutanua hata kama uko kwenye gereza, upo kwenye mateso, upo kwenye ziki, unaweza kustawi tena katika jina la Yesu. Mungu msaidie mtu wako huyu ambaye anakufuatilia, na ndiye pia ambaye yuko hapa. Endelea kumtetea, endelea kumsimamia, endelea kumshibisha neno lako ndani yake, apate nguvu ya kuendelea mbele katika jina la Yesu. Asiogope wakati wa asubuhi, wakati wa tufani, wakati wa dhoruba, asiogope katika jina la Yesu. Watu ambao wanapita kwenye jangwa, hata viatu vyao vimechakaa, mavazi yao yamechakaa, tumaini limepotea, maji hakuna, chakula hakuna, lakini tunaamini ya kwamba ni wewe Mungu ambaye ulishusha mkate wa mana kutoka mbinguni kwenye lile jangwa watu wakala. Ni wewe Mungu ambaye ulitoa maji kwenye ile mwamba watu wakanywa, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, jitokeze kwa ajili ya mtumishi wako huyu, jitokeze kwa ajili ya maisha yake, jitokeze kwa ajili ya maono aliyobeba, jitokeze kwa ajili ya maono aliyobeba, jitokeze kwa ajili ya hatima aliyobeba. Wengine ni huduma, wengine ni
kazi, wengine ni uchumi, wengine ni ndoa, wengine ni mahusiano, wengine ni mambo kaza wa kaza, kila mmoja kwa mambo yake. Baba, jitokeze kwa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, nikiomba na kuamini zaidi ya yote. Ninakataa roho ya kukata tamaa ndani yake, roho ya kurudi nyuma, roho ya kuacha wokovu, roho ya kukimbia kazi kwa ajili ya watu wabaya wako pale. Usikimbie kazi, endelea kukaa hapo kwenye kiti chako katika jina la Yesu Kristo. Mungu ana haja na wewe hapo, hata kama kuna watu hawakutaki hapo, Mungu akutokea hapo katikati ya watu wasiokutaka hao. Aiwe mtu mmoja akasema huyo anafaa, katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru, na Mungu wa mbinguni akubariki. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukutane katika siku ya kesho, siku ya tatu, na Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.